Jina la Bwana libarikiwe. Tunaendelea na somo letu, na leo tutaanza kuongelea kwa habari ya ndoto. Wiki kama 3 nilikuwa nikizungumza kwa habari ya vitu ambavyo vinatokea usiku, lakini title ilikuwa ni malango ya ndoto, namna adui anavyoweza kuyatumia. Kwa leo nitaanza kuzungumza kwa habari kidogo ya ndoto na hayo malango ya ndoto. Na leo nitakufundisha kwa nini wakati mwingine unaota ndoto unajua ni ya kimungu lakini unasahau. Unaota ndoto nakumbuka vipande vipande. Kwa nini unakuwa na ndoto 7 mpaka 10 huko kiasi kwamba haukumbuki kwanza ilikuwa ni ndoto gani? Na hili ni somo ni muhimu sana, kwa sababu according to my experience, 80% ya watu ambao wanasumbuliwa na nguvu za giza, chanzo chao au mlango ambao adui anautumia kuwavamia huwa inakuwa ni ndoto. Na mpaka tunamaliza hii series natamani huwa umeshafahamu aina gani ya ndoto ukiota unatakiwa urespond vipi. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa sababu kila mtu anaota, na kuota hahitaji mtu afunge, hahitaji mtu anene kwa lugha, inahitaji tu mtu aweze kulala. Na kwa sababu sisi wote tunalala, basi kuna possibility sisi wote tunaota. Lakini kuna watu ambao huwa hawaoti pia. Ukuta ndani ya miezi 6 ameota ndoto 2. Nini ambacho kinatokea kwao? Nafikiri mpaka tutakapomaliza nitakuwa nimekava hayo maeneo. Sasa kitu cha msingi cha kufahamu, tunapozungumzia kwa habari ya ndoto, tunazungumzia hasa kitu gani? Ndoto ni sauti au picha ambazo huingia kwenye ufahamu wa mtu pindi huyu mtu anapokuwa amelala. Ni picha au sauti ambazo huingia kwenye ufahamu wa mtu, kwenye ufahamu hapo mabano unaweza ukaweka nafsi, wakati huyo mtu amelala. Na inapotokea huyu mtu ameamka, huwa anakumbuka hizo picha na huwa anakumbuka hizo sauti. Na akikumbuka picha na sauti, huyo mtu husema nimeota ndoto. Na kwenye hili somo sitaki kurudi tena kule mwanzo, nimefundisha sana aina za ndoto, sijui ndoto zinazotokana na mwanadamu, ndoto zinazotokana na Mungu, na ndoto zinazotokana na adui. Kirudi kwenye masomo yangu ya nyuma kule utakuta. Leo nataka tupite njia tofauti kidogo. Kama hizi ndoto huwa zinakuja na kuingia kwenye ufahamu wa mtu, maana yake hizi ndoto zinapoingilia lazima kuna mlango. Popote mtu anapoingia lazima kuna mlango. Tukisema mtu ameingia reality, lazima kuna milango amepitia. Kwa hiyo ndoto zozote ambazo mtu huwa anakuwa nazo, huwa kuna sehemu, kuna point of interest, kuna sehemu ambazo hizo ndoto zinatumia kupitia. Kuna malango ya ndoto.
Na hayo malango ndio Mungu hutumia kupitishia ujumbe wake, lakini kupitia pia hayo malango ndio hayo pia adui Shetani hupitishia ujumbe wake. Na mara nyingi ili ujumbe uweze kufikia unavyotakiwa, inategemea nini au nani amekaa kwenye hayo malango. Na mtu aliyekaa kwenye malango anaona chochote kinachoingia kwenye hayo malango. Tukitaka tujue watu wote ambao wameingia, tunafunga kokote, tunaacha mlango mmoja afu tunamweka mtu pa. Yule mtu atawaona kila mtu anayeingia. Ndio maana unapoamua kufunga CCTV camera, pia una target kwenye eneo la malango. Sababu ndio sehemu ambayo utaona kila anayeingia, utaona kila anayetoka. Kwa hiyo kuna nguvu za giza ambazo huwa zinakaa kwenye malango. Na baadaye nitakuonyesha kwenye maandiko. Zinakaa kwenye malango. Na zikikaa kwenye hayo malango, zinajua vitu vilivyoingia kwenye hayo malango. Kwa hiyo wana uwezo wa kujua kitu ambacho Mungu amekipitisha kwako. Na nisikilize, hakuna nguvu ya giza inayoweza kumzuia Mungu kupitisha ndoto ambayo ni sauti au picha kwa mtu. Hawawezi kuzuia, ila wana uwezo wa kufanya wanalotaka kulifanya baada ya ile ndoto kupitishwa kwa huyo mtu, lakini huwa hawana uwezo wa kuzuia. Kwa Mungu anapotaka kuzungumza na mtu au Mungu anapotaka kumwalati mtu, huwa anachukua sauti, anachukua picha, anazipitisha kwenye malango. Na akizipitisha kwenye malango, huyu mtu akiwa amelala, huyu mtu baadaye anapokuja kuamka anakumbuka. Na akikumbuka hizo picha na sauti, anasema kuna ndoto nimeota. Lakini kumbuka, kama zimepita kwenye yale malango, na yale malango yana nguvu za giza, pia hizo nguvu za giza zitakuwa zimeshajua huo ujumbe. Na leo itakusaidia sana namna ambavyo unatakiwa kuwa very careful unapoota tu ndoto afu unakimbilia kushare. Na kwa sababu wao wamekaa kwenye hayo malango, wanajua kitu ambacho kimeachiliwa ndani yako. Kwa mfano, Albert simama. Kwa mfano, Albert amelala. Na Albert akiwa amelala, Mungu anataka kuzungumza naye kwa habari ya Aurelia. Labda anataka kuzungumza naye kwa habari ya kesho kutwa, kwa habari ya Aurelia. Kwa Mungu ataleta sauti ndani ya Albert na picha. Yamkini kwamba Aurelia anatakiwa kuomba kwa sababu kesho kutwa Aurelia anatakiwa kupandishwa cheo kazini kwake. Kwa hizo picha na sauti zinapokuja, zinaletwa kwa Albert
kama Albert ana nguvu za giza ambazo zimekaa kwenye ile malango, automatically zile nguvu za giza zinakuwa zinajua, lakini haziwezi kuzuia ile ndoto. Kwa hiyo ndoto inakuja inakaa ndani ya Albert, na hiyo ndoto yamkini imeletwa saa 6 usiku akiwa amelala. Hizi nguvu za giza zilizo kwenye malango hazitafurahia kama Albert atakapoamka asubuhi atafikisha ujumbe ule ule kwa Aurelia. Kitu ambacho anakifanya katika ulimwengu wa roho, kwa sababu ndoto imefika saa 6, wao pia wataachilia ndoto. Wataachilia ndoto saa 8, wataachilia ndoto saa 9, wataachilia ndoto saa 10, wataachilia ndoto saa 11. Albert kama anaamkaga saa 12 asubuhi, akishtuka kama ni ndoto 5, sio rahisi kuikumbuka ndoto ya kwanza. Ataikumbuka ndoto ya 5. Lakini ndani yake atakuwa anasema kuna kitu nimeota. Atajitahidi kukumbuka sana, lakini hatawezi. Na kila atakapokumbuka ataikumbuka ndoto ya 5. Akijitahidi sana atakumbuka pati ya ndoto ya 4. Kwa akiamka akashare ndoto ya 5, haina maana kubwa kwa Aurelia tena. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu gani? Kwa sababu kuna walinzi ambao wamekaa kwenye malango ya ndoto, walijua kama Aurelia akiipata ndoto inavyotakiwa, Aurelia atasimama, ataomba, atafunga na atapanda cheo. Kwa hiyo aina ya kwanza ya kitu ambacho atakifanya, na wao wataachilia ndoto zaidi ya moja. Na kwa sababu ndoto zikiwa nyingi, sio rahisi kukumbuka ndoto ya kwanza. Hiyo ni aina ya ngapi? Nataka unielewe sana. Ndoto hiyo hiyo inakuja kwa Albert kwamba Aurelia atapandishwa cheo. Mungu kaitengeneza namna anavyojuaga Roho Mtakatifu kuweka hizo picha, lakini inamaanisha Aurelia atapandishwa cheo ndani ya siku 2. Alafu hiyo ndoto inakuja inaingia kwa Albert saa 6 usiku. Hawa walinzi wakiona hiyo ndoto, kitu cha pili ambacho wanaweza au huwa wanafanya, wanaongezea. Kwa hiyo akiwa anajua kabisa siku 2, ndoto nasema baada ya siku 2 atapata kazi. Ghafla kuna ndoto nyingine inakuja kwa Albert ambayo inakuwa connected sana na ile ya kwanza, kwamba pamoja na kwamba Aurelia atatakiwa kupata kazi, lakini hatapata kwa sababu bosi wake ana mtazamo mbaya juu yake. Haziwi nyingi. Alafu Albert akija kushtuka asubuhi, anakumbuka ndoto, na kwa sababu scenario zote zinahusu kazi, akimsimulia Aurelia atamwambia baada ya siku 2 unatakiwa kupanda cheo, lakini kuna tatizo, na tatizo la mtu atakaye kufanya usipande cheo ni bosi wako. Kwa unachotakiwa kufanya, unatakiwa sasa tuombe against your boss. Kwa hiyo ni kweli kuna ndoto imetoka kwa Mungu,
Lakini ndoto ya Mungu ni sehemu. Lakini kuna sehemu nyingine ambayo haitoki kwa Mungu, imeongezwa. Na kwa sababu huyu ambaye amepata ndoto ameenda kushare jinsi ilivyo, anakuwa messenger wa kupeleka ujumbe kwa falme mbili. Ni kweli kuna kitu cha Mungu, lakini inamdivert. Badala Aurelia aanze kufanya declaration kwa ajili ya hiyo title, maombi yake ghafla yanabadilika, yanakuwa maombi ya vita. Unaanza kuomba against your boss, malaika wa vita mkamshughulikie. Malaika wanajiuliza kwa nini? Ndani yako umesikia, na aliyekuambia sio kwamba ametunga. Aliyekuambia ni kweli kabisa ameota. Lakini kumbe ni ndoto mbili tofauti. Ndio maana ukiona Mungu anazungumza sana na wewe kwa ndoto, ni lazima uombe sana karama ya kupambanua roho. Ukiona unaota sana, kitu cha muhimu sana ni uwezo wa kumwomba Mungu akupe karama ya kupambanua. Kwa sababu kama hautakuwa na karama ya kupambanua, ni rahisi sana vikapita vya kimungu na vikapita vya adui. Ndani ya gereza moja alilokuwepo Yusufu, chini ya paa moja, kuna ndoto ya baraka ilipita kwa mwenye malango ya mmoja wa wafanyakazi wa Farao. Lakini ndoto nyingine ya mauaji ikapita ndani ya paa moja. Kwa lango linaweza likapitisha ndoto ambayo ni ya baraka sana ya kukusaidia kuinuka, lakini lango hilo hilo linaweza kupitisha ndoto ya kutaka kukuangusha. Sasa nisikilize kwa makini. Na hii ukikamata haitakutesa hata siku moja. Hakuna ndoto yoyote ambayo ni kubwa kuliko wewe. Sisi tunatawala ulimwengu wa ndoto. Ulimwengu wa ndoto haututawali sisi. Hata wote unakufa kesho, kabla kesho hujafa, una nafasi ya kuedit ile ndoto. Sisi ni zaidi ya. Ilikuwa Moshi last week, tulikuwa tumekaa nafikiri kwenye meza tunakunywa chai hotelini. Tulikuwa na Lewis, tulikuwa na katibu na Godfrey. Then wakati tunakunywa chai, Roho Mtakatifu akanifungua macho, nikaona ndani ya jiko la hiyo hoteli wanaopika, nikamwona chef. Lakini huyo chef nikamwona amevaa kola kama ya kichungaji, na ni mwanamke. Nikamuita mhudumu ambaye alikuwa karibu, nikauliza, katika wapishi mlionao, mna mpishi ambaye ni mchungaji? Akaniambia hapana, ila tuna mdada ambaye huwa tunamuita mama mchungaji. Nikamwambia kwa nini? Akasema kwa sababu tabia yake nzuri. Nikamwambia lakini hajaolewa na mchungaji. Akaniambia lakini sisi tunamuita mama mchungaji. Nikamwambia make sure ananiona kabla sija check out kwenye hoteli. Kwa hiyo siku ya mwisho nataka tuondoke kwenye hoteli. Nikamwambia wanangu ngoja niongee na huyo dada. Wakamleta.
walivomleta paka anakuja pale, nilikuwa sijajua kitu gani ambacho Mungu anataka anizungumze na yule dada. Then yule dada alipokaa, nikapasivu kitu ambacho Mungu anataka kuzungumza na mimi. Roho Mtakatifu akazungumza na mimi kwa habari ya ndoto ambayo aliwahi kuotwa na mwenzake. Rafiki yake mmoja hapo mtaani ambaye pia ameokoka aliota ndoto. Na kitu ambacho alikiota, alimwambia yule dada kwamba nimeota, na ndoto ambayo nimeiota ni kwa habari ya ishu yako ya mahusiano. Akamwambia kwenye ndoto, nimeota kesho utakapotoka tu, mtu wa kwanza kuonana naye atakuwa ni mtu kama half caste, atakusalimia. Na akisha kusalimia, hilo likitokea ni ishara ya hichi nimekiota ni kweli, kwamba maisha yako yote usikubali kuolewa na mtu yoyote mpaka utakapofika miaka 37. Kwa akashare hiyo ndoto. Kumbuka, amemwambia utakapokuwa unatoka. Kwa hiyo na kweli kesho yake anatoka aende kazini. Mtu wa kwanza aliyekutana naye pale nje alikuwa ni mkaka half caste. Na alipomwona akakaa, yule mkaka akasogea akaja akamsalimia. Alafu akaenda. Kadada ni karembo, kana tabia nzuri, kastaarabu. Nikakuuliza, sasa hivi una miaka mingapi? Akaniambia 31. Nikamwambia ndoto umepata ukiwa na muda gani? Akaniambia miaka 4 iliyopita. Nikamwambia kwa una miaka mingapi ya kusubiri? Nikamuuliza unataka kuolewa na mume, unataka kuolewa na babu? Na kitu ambacho nilikifahamu, yule dada aliyempa ndoto sio kwamba hajaokoka, na sio kwamba alitunga. Kama angekuwa ametunga, asubuhi yule dada asingekutana na nani? Kwa hiyo wakati mwingine mtu akituletea ndoto, hata kama ina ushahidi, haitufanyi siku iamini ile ndoto, na haifanyi ile ndoto kuweza kututawala. Ile ndoto ndani ya miaka 4 ilimtawala yule binti. Laiti angekuwa anafahamu, hata baada ya kumuona yule half caste, angejua kwamba okay, mimi niko juu zaidi ya ndoto, angebatilisha. Nikamuuliza, mpaka sasa kuna watu ambao wamekuja, akaniambia kweli mtumishi, kuna watu ambao wamekuja na wako interested sana kwa ajili ya kunioa, lakini nikikumbuka tu lile jambo navunja mahusiano. Kwa hiyo ninatamani kukaa kwenye mahusiano, lakini yasiyo mahusiano yanayoelekea kwenye ndoa. Sosia aliyeitoa ndoto, she's a born again Christian. Manake ni nini? Yamkini ni kweli yule dada Mungu alikuwa anapitisha ndoto zake, lakini kwenye malango kuna siku adui pia alifanikisha kupitisha ndoto. Ukijiona unaota sana sana, kitu cha kwanza msi Mungu akupe roho ya kupambanua. Na chochote kabla hujamwambia mtu, hakikisha umekifanyia kazi, kwa sababu kwa neno lako unaweza karibu future ya mtu. Siku ile ilikuwa ni neema, maana tulikuwa tunapiga story na wanangu, tunakunywa chai, tunaenjoy. Mungu akaamua kulireveal hilo, kwa sababu alikuwa anataka kumchomoe kwenye hicho kifungo. Bwana Yesu asifiwe. Fungua Biblia yako, nataka nikuonyeshe kwenye neno la Mungu.
Kitabu cha Ayubu mlango wa 20. Tasoma mstari wa 8. Anasema ataruka mfano wa ndoto. Manake kumbe ndoto huwa zinaruka. Alafu anaendelea anasema ataruka mfano wa ndoto asionekane. Alafu naam, atafukuzwa kama maono ya usiku. Nilikwambia nikasema Mungu anaweka kitu hakuna anaweza kumzuia. Ila baada ya kuweka adui anaweza kafuta. Ndio maana wakati mwingine sio kwamba unaota ndoto nyingi. Unaweza ukaota ndoto moja, unaamka asubuhi, una uhakika kabisa umeota hiyo ndoto, lakini hamna unachokikumbuka. Una uhakika kabisa kuna maono nimeona, lakini ukumbuki. Manake kuna adui ambaye anaweza kudelete, kuna adui anaweza akachomoa, kuna adui anaweza akafuta. Ni kitu cha Mungu kabisa kimekuja ndani yako, lakini kisikae. Na ukiona Ayubu anasema kama, hazungumzi from nowhere, manake hicho kitu kinawezekanika. Kwa unaenda kulala kabisa, Mungu anakuja kwa ajili ya kuzungumza na wewe. Umelala analeta ndoto, umelala anaweka maono, lakini ghafla unashtuka kwenye huo usingizi, unashtuka au asubuhi, lakini unajua ndani yako kabisa kuna ndoto nimeota. Nasikiliza, ndoto ya Mungu inakudisturb. Utaona unatamani sana kujua. Unaweza ukakaa hata siku 3 una struggle, kuna kitu nimeota. Ndoto ya sambusa hata ukisahau hujuti. Lakini ndoto ya Mungu utaona kuna kitu kinakufanya utamani kujua ni nini ambacho kimetokea. Lakini unashangaa kila unavyo struggle hakuna kinachotokea, wala huwezi kukumbuka chochote. Kwa nini? Kwa sababu wanafuta. Ndio maana ukitaka ufanikiwe sana kwenye ndoto, na kama Mungu anakutumia sana kwenye hilo eneo, usijenge mazingira ya kulala saa 3 mpaka saa 11 asubuhi. Yaani kuna watu wakiweka kichwa saa 3 hata kugeuka wageuki. Akija kunyanyuka ni saa 12 asubuhi. In between hapo kuna vitu vingi sana vimeshafanyika. Ukijitengenezea ratiba nzuri. Kwa mfano, let me give you a vivid example. Kwa mfano mimi, every time Mungu anapozungumza na mimi kupitia ndoto, waga ni saa 9 mpaka saa 10. I know. Saa 9, sasa huu sio kanuni. Maana unajua wakati mwingine tukiwa tunatoa vitu mifano, waga tunatakiwa kuwa makini kuongea. Kuna mtu saa 9 anaweza kaa kunywa Valium alale. Saa 9 mpaka saa 10. Nikiamka tu saa 11 nitakuta kuna ndoto ambayo imedumbukia hapo katikati. Na nikiangalia ile ndoto najua ni Mungu amezungumza na mimi. Na ni kipindi ambacho ni lazima, sio lazima sana, lakini mara nyingi nakuwa nimelala. Kwa sababu in between hapo nakuwa nimeshtuka, nimeomba, nimepata muda wa kusoma neno. Lakini saa 9 mpaka saa 10 ni kipindi ambacho langu la ndoto linakuwa tayari kwa ajili ya kupokea. Na Mungu akijua hilo, wakati huo ndo anafanyaje? Ikifika saa 11, hata kama adui anataka kunipandishia ndoto 6, atanipandishia wakati nimeamka. Kwa mara nyingi nikiamka sina zaidi ya ndoto moja.
Na hata kama na ndoto mbili, mara nyingi sana unakuta ndoto zote kwenye majira hayo zinakuwa ni za kimungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sasa ni lazima ujijengee mazingira ya kujua ratiba. Wewe unaangalia tamthilia, sijui filamu au series mpaka saa 10 usiku. Ukilala ile tamthilia inarudi. Unajiona wewe ndo Sterling kwenye movie. Unaamka asubuhi, ndoto zimejaa. Sio vibaya kuangalia movie, sio vibaya kuangalia tamthilia, ila hautaki kuchukuliwa sana na mambo ya mwili. Bwana Yesu asifiwe. Chochote hakitaki kukudominate. Chochote ukiona kinaanza kukutawala kinageuka kuwa Mungu kwako. Sasa usipokuwa makini, wale wanaokaa kwenye malango ya ndoto wana uwezo wa kuachilia ndoto. Na mara nyingi wakijua kwamba haujui nafasi uliopo, wanaanza kukupa ndoto, na wakikupa ndoto ya kwanza wanaangalia una respond vipi. Wakiona ile ndoto waliokupa ina kucontrol, wana take over. Kwa mfano, kuna watu mifungo yao inategemea wameota nini. Kuna ndoto akiota tu anafunga siku 6. Na akiwa amefunga siku 6, prayer anayoifanya ni maombi kinyume na roho ya nini? Ya mauti. Wakipitisha hiyo ndoto, wanakuangalia. Wakikuona umerespond kwenye prayer point yao, utakapofungua siku ya 6, watakupa prayer point nyingine ya ajali. Na kikawaida utagundua unaanza kuongozwa na wao. Na kama unaongozwa nao, unaanza kwenda kinyume na maandiko. Biblia inasema wale wanaoongozwa na Roho wa Mungu, hao ndo wana wa Mungu. Kwa hiyo wakiwa kwenye malango, wakiachilia ndoto, wakiachilia maono kwenye hayo malango, wanakuangalia una respondi vipi. Nisikilize. Hauwezi kusema sitaota ndoto yoyote ya shetani. Na nitakupa na mfano wa kibiblia. Issue sio kuota. Issue baada ya. Ndio maana hata Yesu alionyeshwa maono na shetani, si ndio? Akiwa kwenye mfungo. Biblia sema akachukuliwa akapelekwa paka juu ya mnara, akaonyeshwa miliki zote za dunia. Hayo maono hakuwa anaonyeshwa na Roho Mtakatifu, alikuwa anaonyeshwa na nani? Na akiwa kwenye mfungo. Issue sio kuonyeshwa, issue ni baada ya kuona. Issue sio kuota, issue ni baada ya kuota. Kwa hiyo wakileta ndoto ndani yako, wakaiachilia ile ndoto ndani yako, kitu cha kwanza unachoangalia, unapoamka una respond vipi. Na nakwambia ulimwengu wa giza sasa hivi uko very smart. Huwa unajiupdate. Kuna ndoto zinaletwa, I'm telling you, kama Roho Mtakatifu intervene, unajua ni Mungu. Unajua ni Mungu kabisa. Na endapo ukafata, wanajua sasa tumesha take over. Na nisikilize, ukianza kufata au ukitii sauti yoyote ya giza, hizo roho huwa zinakuja nyuma hiyo sauti ili kufulfill kile unachokifuatilia. Ndio maana ukipokea ndoto, mtu akikupa ndoto na hiyo ndoto ina element ya nguvu za giza nyuma, ukiaccept ile ndoto, ile roho iliyoko nyuma ya ndoto na inaenda kuingia. Kwa nini? Kwa sababu ni principle katika ulimwengu wa roho. Mungu huwa analifuatilia neno
ili afanyaje? Adui pia huwa analifuatilia ili alitimilize. Kwa unapopokea, unapoletewa, ukipokea na sio kupokea asante, kufungua moyo wako na kuaccept, na ile spirit inakuja ndani. Ndio maana utashangaa kama ni ndoto mtu kakuota umekufa, na hiyo ndoto sio Mungu aliyoiachilia, ukiaccept tu, hofu ya mauti inaingia. Na I'm telling you, utakachoshangaa kuanzia siku hiyo, hata ukipita kuangalia magazeti unakuta habari ya mtu kafa. Ukienda kwenye TV unakuta wanasafirisha maiti. Kwa nini? Ile roho iliyoko ndani inaanza kufuatilia ile eneo. Inamkini mwezi mzima haujawahi kupata ajali, lakini baada tu ya kuaccept ajali zinaanza. Kama kuna mtu ambaye mara chache sana can tell a person kwamba nimeota hivi, ni mimi. Sio kwamba siote. Mpaka nikafungua kinywa changu kumwambia ndoto niliyoiota ya wewe ni kuhusiana na hii, ni lazima nimeshaichunguza, nimejiridhisha, ndio naipika kwa mtu. Ila kuna watu hata za kwake yeye mwenyewe hafanyi kazi, na unakuta na notebook za watu 7. Unaitwa nani? Lea. Wewe ilikuwa juzi. Vitu vya kiroho ni hatari. Bwana Yesu asifiwe. Na kama ambavyo Mungu anafanya kazi, analeta ndoto kwa mtu, na hiyo ndoto inakuwa kweli, mtu akiileta kwa mtu, huyo mtu akielewa, Mungu ana intervene. Na hivyo ndivyo kwa adui anavyofanya. Analeta ndoto kwa mtu. Kama wewe you are very smart, anapitisha kwa mtu mwingine, na huyo mtu anakuletea hiyo ndoto, alafu inategemea unafanya nini. Ndio maana ukiona mtu kakuletea ndoto, usimpinge, usitengeneze ugomvi. Mwambie asante, nashukuru, nitaifanyia kazi. Unaichukua ile ndoto, unaenda nayo kwenye maombi. Kuna somo zuri sana nilifundisha namna ya kupambanua ndoto. Unakaa unaiangalia, unaomba, unaomba Mungu, yamkini mimi ni mtoto kiroho, lakini kuna ukweli juu ya hili. Unapokea ndoto, unaanza kulia. Unapokea ndoto, unamwacha bwana wako, kumbe yeye mwenyewe anamtamani bwana wako, hata hajaota. Kaka tu katunga wako kwenye daraja likapata ufa, mlikuwa mmeshikana mkono, ghafla mkaanguka. Alafu nikasikia sauti inaniambia kwamba ungewaambia wasipande kwenye ile daraja. Unaambiwa jambo linakutoka. Let me tell you something. Kitu ambacho ni serious, Mungu anathibitisha mara 2 mara 3. Na siku zote usije ukaogopa unapopambanua. Kuna wengine wanafikiri labda Roho Mtakatifu atajisikia vibaya uamini. No. Roho Mtakatifu anakuwa interested sana na mtu ambaye yuko makini kwenye kuchunguza. Anapokuona you are smart kwenye kuchunguza, anajua huyu anataka kilicho halisi. Ataleta kupitia mtu mwingine, ataleta kupitia mtu wa 3, ataleta na kupitia kwako. Alafu ndani yako baada ya vitu vyote ataachilia amani. Then baada ya hapo unashangaa una uwezo wa kufanya hicho kitu, na ndani yako unajisikia amani. Don't make decision kwa sababu ya ndoto moja. Kuna watu wameacha kazi, wameenda kwenye utumishi, wamepigika vibaya mno kwa sababu waliota ndoto tu siku moja kwamba acha kazi, ninataka unitumikie. Walivotilo wamepigika vibaya mno. Unakuja kuongea na mtu, unamuuliza Mungu, Mungu anasema no, mimi sikumuita. Na ame lose everything. Unaomba, pepo inanyanyuka, inasema huyu alikuwa ni mimi. Hata akifunguliwa unamrudisha kazini. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kuna spirit ambazo waga zinakaa kwenye hayo malango. Swali la kujiuliza. Ninapoota ndoto na ninaamka
na ninagundua kwamba hiyo ndoto sio ya kimungu, nini ninachotakiwa kukifanya? Nilikuwa naongea na mwanangu disciple Lois, nikamwambia kama kuna kitu ambacho ni kigumu kwenye maisha yangu ya utumishi ni asubuhi. Kila siku mimi nikiamka asubuhi nakutana na ndoto minimum 25 kwenye simu yangu. Kila mtu anataka nimtafsiri ndoto 25, yani hiyo ni minimum. Mtu kaota, kaiandika ndoto peji 3. Kantumia, baba maana yake nini? Hey. Every day. Kwa ukiona sijajibu ndoto yako unaweza kuwa unaelewa maana yake nini. Unawezekana wewe ni wa 23. Na lazima ifike sehemu usiwe wa kutafsiriwa. Ndio maana tunakufundisha principle ili ukiota ndoto uiweke hapo chini uanze kuitafsiri wewe mwenyewe. Unafanya nini unapohisi au unapokuwa umeamka na umekuta ndoto uliyoiota sio ndoto ya kimungu na umejua kabisa hii sio ndoto ya kimungu? Namba moja, fahamu kwamba pamoja na ndoto mbaya uliyoiota bado hiyo ndoto haijatimia. Hicho ndio kitu cha kwanza unachotakiwa kufahamu. Fahamu kabisa kwamba hiyo ndoto bado haijatimia. Ulipoamka hiyo ndoto, hata kama umeota mganga na kuchanja chale, alafu ukakuta una chale kwenye mkono na ukiziona unaona kuna damu, bado sumu haijafanyika. Inategemea hapo ulipoamka unafanya nini. Kwa kitu cha kwanza ambacho unatakiwa kufahamu ni kwamba hilo tukio bado halijaingia kwenye uhalisia. Namba 2, fahamu kwamba una uwezo wa kubadilisha kile kibaya ambacho umekiota. Fahamu kabisa kwamba una uwezo wa kubadilisha kile ambacho umekiota. I'll give you mfano halisi. Mimi ni mtu ambaye napenda sana kufuga mbwa sana. So niliagiza mbwa na mbwa kubwa nyumbani kwangu, kwa nikapenda sehemu mbwa mmoja. Ilikuwa ni breed kubwa sana, nikaiagiza. Kwa hiyo huyo mbwa akaja. Siku hiyo alipokuja usiku, I had a dream. Nikaota mbwa wangu ambaye alikuwepo pale nyumbani na huyo mgeni wamepigana. Na walipopigana nikaona kwenye ile ndoto mtu ambaye anasaidia kuwatunza wale mbwa akawa anaenda kuamulia. Alipokwenda kuamulia, yule mbwa ambaye ni breed kubwa akamshika, akamng'ata hapa kwenye shingo kwenye ndoto. Alafu wakati huo huyo mbwa akamng'ata mbwa wangu kipenzi katikati ya koo. Alafu nikaota kwenye ndoto, nikamuita daktari. Daktari akasema, aisee, kwa hali iliyopo mtumishi, huyu mbwa anakufa, lakini na huku kwenye shingo alipong'atwa huyu jamaa, hii ni hatari sana. Alafu nikashtuka. Sasa wewe kwa sababu upenzi mbwa huwezi kuelewa. Mimi napenda mbwa, naelewa niliposhtuka. Hali ilikuwaje? Kwa nikaangalia ile ndoto na nikajua kabisa, no, this dream sio kwa sababu ya fikra zangu, nazijua ndoto. Nikasema kwa jina la Yesu, huyu mtu hata ng'atwa shingoni. Na makosa niliyofanya. Nikasema huyu mtu hata ng'atwa shingoni, wala mishipa yake haitadhuriwa. Nikasema na huyu mbwa mwingine wala hata kufa, atakuwa mzima. Nimetamka na imekuwa. Amen. Nikaamka zangu asubuhi, nikaondoka, nikaja ofisini.
niko ofisini na attend watu. My wife ananipigia simu. Mkangu sio mpenzi sana mbwa. Anaambia mtumishi huku kumekucha. Naambia mimi nimekaa na watoto ndani naangalia huko nje kinachoendelea. Akamwambia nini? Akaniambia mbwa anapigana vibaya mno. Ile picha ikaja kwenye ndoto. Nikachukua haraka nikapiga simu ya yule kijana. Akapokea. Nikamuuliza vipi? Akasema mbwa anapigana na huyu mbwa mgeni kamng'ata mbwa mdogo, huyu mbwa wa hapa shingoni. Nilipokuwa ninaenda kuamulia kaning'ata kwenye kucha. Ona wakati nabatilisha, nilisema hautang'atwa shingoni, sikusema hautang'atwa kabisa. Nikasema huyu mbwa hata kufa, sio kwamba hata ng'atwa wala hawatapigana. Nikakata simu, kaambia Mungu nirehemu. Sikushare, mke wangu ndo anaisikia sasa hivi live. Lakini ukiangalia kumbe nilikuwa na uwezo, kama niliweza kuamend kutoka kwenye kung'atwa shingoni mpaka kwenye kucha, kumbe kulikuwa kuna possibility asing'atwe. Kumbe kuna namna ule ugomvi haukutakiwa kuwepo. Tuko zaidi ya ndoto. Hata kama hiyo ndoto unaiona ni ya kimungu kabisa, Mungu ametupa uwezo wa kudominate ulimwengu wa roho, especially wa ndoto. Kwa unapoamka kwenye kile kitu ambacho unakiona kilikuwa hakifai na umekiona kibaya na umekiota hakifai. Yamkini kuna mwingine umeota umeelimishwa, unaamka unakuta una tope. Umechafua mashuka na ulikuwa umelala, tope. Yet bado inategemea unafanya nini unapoamka. Ndio maana wakati mwingine kama huo uwezo tunao na umeniota vibaya sana, sidhani sana kama ni lazima uje kuniambia kama utatumia muda wa kuishughulikia. Kwa sababu kwa nini Mungu kaileta kwako kwanza? Unajua kuna mwingine unamwota amepata ajali. Yaani huyo mtu uwezo wake ni mdogo na ni muoga. Ukimuombea, usipomwambia utamsaidia. Ukimuombea ukamwambia hapati ajali kwa sababu ya ndoto, anapata ajali kwa sababu ya uoga baada ya kuota. Bwana Yesu asifiwe. Sasa vice versa, ukiota hiyo ndoto na hiyo ndoto, unajua sio kila wakati tunaota nguvu za giza. Kuna wakati mwingine unaota umeletewa madola. Hutaki kukemea mpendwa. Bwana Yesu asifiwe. Kama unaweza kubatilisha, manake kumbe unaweza ukaprint pia. Kwa kuna ndoto zingine ukiota, maombi yake yanakuwa na tabasamu. Unaziprint kwamba Mungu ninashukuru kwa jina la Yesu. Kama nilivyoota yale maziro kwenye ile hela, ndivyo itakavyokuwa kwenye maisha yangu. Na kwa sababu tuna utawala ule ulimwengu, inapofika majira na nyakati ya ile ndoto kumanifest, kwa sababu umeiruhusu itokee, kwa hiyo itaanza kumanifesti katika ulimwengu wa mwili. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kuna kitu kimoja ambacho nataka nikuachie na ukifahamu. Kuna kuaga na walinzi kwenye malango ya ndoto. Ndio maana ukiomba na watu ukauliza, ukaziuliza spirit mlingiaje, watakwambia ni nini? Ndoto. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa dakika 10 taruhusu maswali matatu, na ninaomba hayo maswali yasiwe ya kutafsiri nini, sababu tukitafsiri ndoto itakuwa personal, haikusaidii. Tulizane maswali ambayo yamebase kwenye principle. Amen.
Ili swali ambalo unaliuliza wewe, kuna mwenzako pia ni hicho hicho ambacho kinamsumbua. Kwa kama ni mmoja wapo, utanyosha mkono hapo, alafu tutakuletea mic. Kama hamna, nairisha ibada. Simama. Kuna mkono mwingine? Ulinyosha hapa, simama. Kwa pili. Na watatu hapa. Yes. Shalom. Shalom. Mfano baba, unaota ndoto nzuri, pengine nzuri kabisa na ukatambua ya kimungu. Labda unachuma matunda, ikaendelea mara ya kwanza, ya pili na ya tatu. Zikapita siku hapo, ukaona matokeo ya ile ndoto. Na uliendelea kuomba na kushukuru na ukaona ina manifesti mwilini. Lakini baada ya siku kadhaa chache, unaota ndoto mbaya kabisa ya namna hiyo hiyo, ikiwa kama ajali, lakini haikupati wewe, lakini unashuhudia mara ya kwanza labda na ya pili. Halafu hauyaoni yale matunda, lakini unaanza kuona labda mikwamo kwenye zile baraka au kule ulikokuwa umeona ile. Je, kwa ndoto hii unaweza ukaomba namna gani? Asante. Asante. Tumpigie makofi, swali zuri kabisa. Kwanza ukishaona hivyo, manake automatically Mungu anaku-update sana kwa njia ya ndoto. Na mara ya kwanza alikuonyesha kwa habari ya baraka ambazo zinakuja. Na ukaota yamkini matunda, maepo, unavuna na nini, ukajua kabisa hiki ni kitu ambacho kinazalika kwangu. Alafu ukakiombea kikamanifest. Nisikilize. Adui huwa haachi kufuatilia anapoamua kumfuatilia mtu. Ndio maana nikupe labda mfano wa kibiblia. Wana wa Israeli waliachiwa kutoka utumwani na Farao. Walipoachiwa walitoka wakafurahi sana. Lakini jeshi lilikuwa linawafuatilia nyuma. Adui anaweza kukuachilia upate kazi ambayo umekuwa ukiomba kwa muda mrefu, lakini haimaanishi kwamba hatafanya chochote ndani ya kazi. Ndio maana ni lazima uwe karibu sana na Mungu, kwamba kama uliota umepata kazi, ukapata kazi, the same Mungu atakuonyesha kinachotakiwa kutokea ukiwa uko kazini. Ndio maana unaota umepata baraka, alafu ghafla unaanza kuota kuna ajali, unaanza kuota kuna vitu vibaya ambavyo vinatokea. Manake nini? Mungu anakutaarifu kwamba sasa pamoja na kwamba sasa hivi unazo baraka, unatakiwa kubadilika. Anza kupambana vita za kumaintain hiyo blessing. Watu wengi sana Mungu akishawabariki, huwa mara chache sana hawajui namna ya kulinda zile baraka. Na ndio maana watu wengi anashika ujauzito lakini anapata miscarriage. Ni kweli alikuwa hajawahi kushika ujauzito, Mungu anamfungua mlango, anashika ujauzito. Ukishashika ujauzito kuna maombi maalum. Hautaki kuomba maombi tena ya kuomba kushika ujauzito. Unatakiwa kuwa na maombi ya kulinda nini? Ujauzito. Sasa Mungu anapokuja na ruhusu tena ndoto zingine, zinawezekana zisiwe nzuri, lakini ukiziangalia zinaku-alert. Kama mwanzoni alikueleza kwa habari ya matunda, ukaomba matunda yakatokea, anapokueleza kwa habari ya baya linalotokea kwenye matunda, manake anza kusimama kupambana na hilo baya, ili hilo baya lisiweze kutokea. Kwa hiyo ni kitu ambacho ni sawa kabisa. Na ukiona namna hiyo, manake kuna namna ambavyo Mungu anatumia sana hiyo poto ya ndoto kukufahamisha. Na siku zote lazima ujijue Mungu anazungumza na mimi kwa namna gani. Na ukishajua aina ya Mungu anaozungumza nao, focus kwenye hiyo. Umenielewa eh? Kwa hiyo unapoanza kuota ndoto mbaya baada ya kuota ndoto nzuri na baada ya kuona matokeo mazuri, anza kubadilisha yale mabaya yanayokuja kwenye hiyo baraka. Kama hautafanya kama ya matunda ili manifest, pia na hii ubaya itafanyaje? Itamanifest. Sasa Mungu anaku-alert kwamba no, mwanangu, nimekupa hizi baraka, lakini sitaki kuona ukipoteza haya matunda. Bado adui anakutafuta kwa sehemu fulani. Kwa hiyo weka maombi kuzungushia mwigo wa moto kwenye haya matunda. Unapoelewa hilo, unaanza kuomba kwa habari ya ulinzi, unaanza kuomba kwa habari ya Mungu kusaidia kupigana nayo vita. Alafu hayo mabaya yakija, hayawezi kukushinda kwa sababu Mungu alikuwa amesha ku-alert. Karibu. Shalom. Shalom.
Kuna siku ulifundisha zile viashiria ambavyo huwa vinatokea kabla ya ndoto. Na ukasema kuna ndoto ambazo tunaziota muda usiku, viashiria vyake vinakuwa vimetokea mchana kwenye kazi zetu. Sasa je, kama the way tunavyoweza kubatilisha zile ndoto tunazoziota usiku, je, kwenye hivi viashiria vya muda wa mchana tunaweza tukakaa tukavikemea, kama ni vya uovu tukavikemea, au kama ni vizuri tukaviombea baraka juu yake? Yes. Jibu ni ndio. Kwenye somo jingine kwa ambao wakuwepo nilizungumza kwamba kuna wakati mwingine kuanzia tu mchana kuna viashiria. Unaanza kuhisi kwamba kuna jambo baya linataka kutokea. Viashiria, mtu anayeona viashiria maana yake spiritual senses zake ziko active. Kwa huyu mtu anaanza kupassive lakini hajui ni kitu gani, lakini ghafla anaanza kujisikia tu ana huzuni moyoni mwake. Kabla hiyo huzuni haijaja kwenye ndoto, bado una nafasi ya kuweza kuizuia kabla ya kufika usiku. Ndio maana unaweza unakaa sehemu afu unahisi mbona kama nitapokea habari ya msiba. Na unaangalia ndugu zako, hamna anayeumwa, hamna. Manake it's your spiritual sense. Kuna sense katika ulimwengu wa roho ya kitu ambacho kinataka kutokea. Kwa hiyo wakati mwingine sio lazima usubiri mpaka kwenye ndoto. Unaweza kuanza kubatilisha from the beginning. Kwa mfano, ikifika sehemu umekuwa matured enough kwenye prophetic, kuna wakati mwingine tunasikia harufu ya perfume ya maiti. Unakaa tuko sehemu lakini unasikia ile perfume ya harufu. Na hiyo inakupa ishara kwa habari ya roho ya mauti. Sihitaji mpaka niote, kwa sababu sina mpango wa kuaccept hiyo mauti, si ndio? Na ndio maana mwingine hata tukiwa tuna prophesy, sio wakati lazima tuone. Kuna wakati mwingine if I come close to the person, I can sense that. Kwa nini najua kabisa huyu mtu ana issue, kuna spirit ya mauti. Kwa nini nikifika nikisikia tu hicho, ndani yangu nakemea roho ya mauti, ile roho ina manifest. Kwa nini? Kwa sababu ya spiritual senses. Sasa watu wengine huwa inatokea kwa sababu they are not matured. Anajisikia tu ndani yake kwamba nitapokea habari za msiba. Sasa ukipokea habari za msiba kesho, hautakiwi kujisifu. Yaani unatakiwa ufunge mdomo wako, kwa sababu it's a shame, ni aibu. Hicho kitu kilishaanza kuja kwako, na Mungu alivyoanza kukileta kwako, alitamani usimame, ukikemee, ukiharibu. Mungu alikuwa anatafuta mtu atakayesimama. Kwa unapoanza kuhisi mapema, na ndio maana wakati mwingine ukianza kuhisi kama nahisi kama wiki hii nitashika hela ndefu sana, usisubiri wote. Hapo anza declaration. Manake spirit yako imeweza kuperceive kilichoko katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo una uwezo wa kuanza kuomba, sio lazima paka kwenye ndoto, ila kwa vile viashiria ambavyo umekuwa ukivisikia. Kwa hiyo wakati mwingine unaweza ukakaa ukaanza kusikia huzuni. Wakati mwingine unaweza ukakaa ukaanza kusikia furaha. Kuna dada moja alikuwa akikaa anasikia mchumba wake alikuwa USA. Kwa wakawa hawajawasiliana karibu kama mwezi na nusu. Lakini hiyo wiki alikuwa akikaa, ndani yake ana sauti inamshtua kwamba hujawasiliana na jamaa yako, umeachwa. Lakini kila akikaa anasikia kale ka tarantata tarantata. Kuna wengine wameshajua ni wimbo gani. Ngoja niwasaidie wasiojua. Bwana Yesu asifiwe. Ni muziki ambao mara nyingi wako unapigwa bibi harusi akiwa analetwa na babake kwa bwana harusi. Kwa kuna sauti kichwani inaomba umeachwa, kwa sababu ni kama mwezi hajawasiliana. Lakini kila kuna namna anaanza kuona, kuna namna anajihisi, kuna namna anaanza kuperceive kama bibi harusi. Kwa kaniambia, baba nimekuja sasa sijui nikemee au nishukuru. After the same week
Jamaa akaja, kumbe aliacha mwezi mzima kwa sababu anaandaa surprise. Kwa akaja kamwengage. Lakini kumbe spirit yake ilikuwa ina passive, akili yake ilikuwa inabisha. Spirit ilikuwa ina uwezo wa kuona kweli ya Mungu, lakini akili ilikuwa na reason mwezi mzima. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ukiona una passive kitu kwenye spirit, kama ni kizuri, make declaration. Kama ni kibaya, kifunge, kiharibu kabla hakija manifest. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi nilikuwa nauliza mtumishi, ndoto ambayo unaiota alafu unakosa tafsiri yake ama ufumbuzi, alafu inajirudia ndoto nyingine ambayo inakuja kwenye tafsiri hizo hizo, pia unakosa ufumbuzi, alafu inatokea ni kipindi kirefu, maybe labda miezi au mwaka, unakuja kukutana na mtu anakupa tafsiri au anaelezea masuala ya ndoto, alafu unaipata picha ya ile ndoto ambayo uliota. Je, hii inakuwa ni unaweza kuibatilisha kutoka kwenye ule mwanzo ulipoota ili uweze kurejea kwenye huu uzima ambao umeupata kupitia mtumishi au kupitia mtu wote ambao umepata katika tafsiri nzuri ya ndoto? Amen. Labda niliweke vizuri swali lake ili tuweze kuelewa vizuri. Anamaanisha unaota ndoto mara ya kwanza, unaitafutia tafsiri, haupati. Alafu unakaa baada ya muda the same ndoto inakuja, lakini inaweza ikabadilisha character, ikabadilisha uhusika, lakini message ni ile ile, hauipati utatuzi. Alafu inafika sehemu, unaenda sehemu mtumishi wa Mungu anafundisha au anaongea, alafu ile ndoto ghafla inakuja. Manake hiyo ndoto sio ya kawaida. Haiwezi kawa ndoto ya sambusa. Nimekwambia ndoto ambazo zinakaa. Ngoja nikupe mfano. Kuna ndoto umewahi kuziota ukiwa mdogo mpaka leo unazikumbuka, na hujawahi kuziandika. Kwa nini? Na kuna ndoto umeota wiki iliyopita ukumbuki. Why? Kuna ndoto umeota miaka 10 iliyopita, ukiambiwa uisimulie hata hujaandika kwenye notebook, unaeleza A to Z. Lakini kuna ndoto unaweza ukaota leo usiku, kesho uikumbuki. Zote ni ndoto, zote zimekuja usiku, lakini hizo ndoto ni tofauti. Ukiona ndoto imekuja kwanza mara ya kwanza, ikaja ndani yako, ikarudia mara ya pili, ikarudia mara ya tatu, maana yake hiyo ndoto ni very sensitive. Kwa lazima uweke bidii ya kuweza kujua maana ya hiyo ndoto. Na ukiona na possibly hiyo ndoto ni ya Mungu, kwa sababu mtumishi wa Mungu anapokuwa anafundisha, manake Roho Mtakatifu anaenda kuifukua huko iliko, anaileta tena kwamba this is a serious business. Na ukiona imepita muda mrefu bado hiyo ndoto ipo inatokea, manake hicho kitu bado hakijapitwa na wakati. Kikiwa kile inachotakiwa kukifanya, kwa mfano kama ulikuwa unatakiwa kuota ndoto labda upate kazi, alafu hujaielewa hiyo ndoto, na hiyo nafasi ya kazi unatakiwa kupata kashaingia mtu mwingine, hiyo ndoto haiwezi kurudi tena. Lakini ukiona hiyo ndoto inapita miaka, inapita miezi, alafu hiyo ndoto bado inakuja ndani yako, manake hiyo ndoto bado, kama ni ya giza, manake bado haijatenguliwa. Na kama ni cha Mungu, manake hicho kitu bado hakijatimia. Kwenye wakati katika ulimwengu wa roho, bado una nafasi ya kukifanyia hicho kitu kazi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ukiona imekuja wakati wa mahubiri, sasa sijui mahubiri ni haya wakati nasema mimi imekuja sijui, lakini imekuja sasa hivi manake unatakiwa kuifanyia kazi. Unatakiwa kuifanyia kazi kwa sababu hicho kitu bado hakijapitwa na wakati. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi nilikuwa na swali baba. Mara nyingi huwa binafsi nafikiri na mabinti wengine natokea, huwa naweza nikaota ndoto either nakula chakula, then nikiamka kwenye ndoto nakuwa tumbo langu limeshiba, au naweza nikaota ndoto nakutana na mwanaume different man, nafanya naye mapenzi, then nikiomba nakosa amani the whole day,
na nakuta vitu vyangu haviendi, na nakuwa naomba na batilisha, lakini inakuwa haiendi kabisa. Sasa sijajua ndoto za namna hiyo na shughulika nazo kivipi. Okay. Tumpigie makofi kwa swali zuri. Kuhusu vyakula nilifundisha kabisa, kuna somo liko YouTube lakini nitalijibu. Kuna aina mbili. Kuna mtu akiwa na nguvu ya giza, alafu nguvu ya giza iliyoko ndani yake inafanya tukio. Kwa mfano, kama ndani yako kuna mzimu, labda mzimu wa babu, na huo mzimu uko ndani yako labda toka ukiwa mtoto, na kitu ambacho unafanya huo mzimu ni kuhakikisha maisha yako hayasogei. Kuna namna mbili. Namna ya kwanza, hizi spirit huwaga zinataka kumwalati mtu ajue kwamba wewe hausogei kwa sababu ya sisi, ili mfanye huyo mtu kutafuta solution kwa upande wao wanaotaka, ili huyo mtu awe initiated. Kwa mfano, labda kama ni babu, mimi ni mkinga, kwa hiyo huyo babu ananiwekea vipingamizi nisishike hela, lakini mimi ndo kwanza hata sielewi. Ataanza kuleta vitu vya sheria kwenye ndoto, labda nikishika hela zinaungua, nikishika hela zinaungua. Alafu kwa kawaida nitaanza kuona kila nikipata hela hazikai, kila nikipata hela hazikai. Wakati huo huo nikiwa sijui au nataka kujua nini ni sababu, nikikutana na mtu ataniambia, mara ya mwisho umeenda lini nyumbani kwenu? Mababu zako wamechukia. Wachaga, Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wanakuambia sasa inabidi uende wapi? Nyumbani, ukareconcile na mababu zako. Ukienda kule utamkuta mkuu wa ukoo ambaye yeye anaweza kucommunicate na hiyo spirit. Na hiyo spirit ikaweka madai yake, nataka hichi na hichi na hichi, ukafanya unavyotaka kufanya, automatically unakuwa umesha iabudu na inakuwa accepted kukutawala na kukudominate. Kwa hiyo inachokifanya hizo ndoto inazoleta, inataka uwe aware. Ukisha kuwa aware, ujisogeze kuwa karibu nayo. Hiyo ni namna ya kwanza. Kwa mfano, kama ni jini mahaba, jini mahaba anaweza akawa ndani ya mtu na akataka asitambulike ndani ya mtu. Kwa hiyo huyu jini mahaba akitaka asitambulike ndani ya mtu, hawezi akamfanya huyo mtu wote anafanya tendo la ndoa. Haiwezekaniki. Atakachokuwa anakifanya hatajificha, lakini matokeo ya huyu mtu kwenye mahusiano yatakuwa zero. Lakini hata siku moja hataota ndoto kavalishwa pete, hataota ndoto ana crown, hataota ndoto amevalishwa shela, lakini katika ulimwengu wa mwili vitu vitakuwa viendi. Na kuna jini mahaba wengine ambao wanataka huyo mtu ajue. Wanaotaka huyo mtu ajue, kuna namna mbili. Either wanajiamini kwa uwezo wao walionao, au wanataka kumkatisha tamaa huyo mtu. Hawa waga wanajireveal. Kwa anaweza karuhusu ukaota ndoto, akachilia ndoto, uko chini ya bahari unafunga naye ndoa. Anaweza kuona ukajiona umekaa kwenye kiti cha umalkia. Sasa unaposhtuka kwenye ndoto kama hiyo, kumbuka hiyo ndoto sio inakualert kijacho. Ni kitu tayari ambacho kipo. Kwa ni lazima ujue kupambanua hii ndoto ni future au hii ndoto ni kitu ambacho kipo kinajireveal ndani yangu. Chochote ambacho tayari kipo hautakiwi kukikataa. Unaamka unakataa, ila unatakiwa kung'oa. Hautakiwi kuignore, unatakiwa kung'oa. Bwana Yesu asifiwe.
Ndio hapo ambapo unatakiwa kujua, okay, kumbe kwenye hili eneo I really need serious deliverance. Nahitaji kutoka. Leo nilikuwa mchana kabla sijaja huko, nilipigiwa na simu moja kutoka USA. Nimeongea naye akanielezea the same scenario kama unavyonielezea. Nikamwambia make sure umekaa hapo ulipo, akisha mlango wako umeufunga, weka simu yako loud, then I pray. Niliomba spirit ika manifest. Ikasema ni kweli huyu dada ameokoka, lakini sisi tumeingia toka akiwa mdogo. Kwa hizo ndoto alizokuwa anaota sio kwamba ni tukio linalokuja, ila wapo wanajireveal. Na kwa nini walikuwa wananionyesha? Walikuwa wanasema hakuna namna ataweza kutudefeat. Kwa kuna ndoto ambazo zinaelezea kitu ambacho kipo na kinajifunua, na kuna ndoto ambazo zinaelezea future, kule ambapo tunataka kuja. Kwa ndoto kama kwako unatakiwa kutafuta very serious deliverance. Sawa, ili uweze kung'oa hilo shina na kung'oa huo mzizi. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Simama hapo ulipo. Najua ni somo tamu, lakini na muda pia ni mtamu. Na kwa sababu ndo nimeanza tu haya malango, wiki ijayo tutaendelea tena. Amen. Kwa nini nakupeleka kwenye haya maeneo? Itatusaidia sana nitakapokuwa nafanya special prayer, nguvu za giza kwenye eneo zima la ndoto. Napozidi kuzungumza hivi, kila mtu anajua kaeneo ambacho anaona hapa kuna shida. Kwa wakati wa maombezi haitakuwa kazi ngumu, itakuwa kazi rahisi sana tuweze kubatilisha kila kitu ambacho kipo kwenye hilo eneo. Funika macho yako tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, asante kwa ajili ya neema yako, asante kwa ajili ya neno lako, asante kwa ajili ya kila mmoja aliyopo mahali hapa aliyelisikiliza neno lako na kulielewa, lakini pia asante kwa ajili ya watu wote ambao wako online. Yamkini kuna kitu kimefunguka, yamkini kuna namna wameweza kuelewa, lakini zaidi ya yote Mungu, tunapozidi kwenda ndani zaidi, leo tumejifunza kwa habari ya maono kufutwa, kwa habari ya ndoto kurushwa, tumejifunza kwa habari ya malango. Mungu, tunapozidi kuendelea, ukatuingize ndani zaidi, ufahamu wetu ukatanuke, ili ile siku ambayo umeikusudia ya sisi kuweza kuchomoka kwenye kila engo ikapate kutimia kwa ukubwa na kwa utukufu. Ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai ninaomba nikiamini, wote tuseme amen. Amen. Unaweza ukaketi. Mungu akubariki.